Ni kile kipindi chetu cha Kona ya Maarifa. Ni mtume na nabii Joshua Chris hapa. Ninapenda kukualika katika kipindi chetu hiki, kipindi pendwa, kipindi cha Kona ya Maarifa, kipindi ambacho ndani yake Mungu anatusaidia kuyapata maarifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatutoa mahali tulipo na yanatupeleka hatua nyingine. Mtu wa Mungu, nimetaka uendelee kuelewa, nimetaka uendelee kufahamu ya kwamba unahitaji maarifa. Ni nini kitakusaidia kuona kuishi maisha ya ushindi? Nini kitakusaidia kuona kuishi maisha ya kutoka kwenye mateso na vilio? Elewa, pamoja na mambo mengine, ni maarifa ulionayo. Maana maandiko yanasema kwenye Hosea 4:6, watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Moja ya njia ya wewe kupunguza maangamizi kwenye maisha yako, moja ya njia ya wewe kupunguza mateso kwenye maisha yako ni kuongeza maarifa tu. Na ndio maana kwa neema ya Mungu ametupa kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, tukisimamia Hosea 4:6, ya kwamba tunaangamia kwa kukosa maarifa. Basi Mungu kwa njia ya kipindi hiki anatupa maarifa ya kutosha, na haya maarifa yananyamazisha maangamizi kwenye maisha yetu. Leo ninasema na we nini? Ni maarifa yapi Mungu ametaka niyalete kwako? Ninakufundisha nguvu ya maamuzi, lakini sehemu ya pili. Nguvu ya maamuzi, sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya nguvu ya maamuzi, nitakuwa ninasema na wewe visababishi 6 vya mtu kufanya maamuzi. Visababishi 8, sio 6, visababishi 8 vya mtu kufanya maamuzi. Ninataka uelewe, mtoto wa Mungu, wakati wowote unapoona mtu anafanya maamuzi, wakati wowote utakapokuwa unafanya maamuzi, elewa kimoja kati ya hivi vitu 8 ndio kilichosababisha ufanye maamuzi. Hivyo utakuwa unasoma visababishi vya mtu kufanya maamuzi, na kwa neema ya Mungu nitakuonyesha mambo 8 yanayosababisha mtu afanye maamuzi fulani. Visababishi 8 vya mtu kufanya maamuzi. Ninataka uelewe tangu hapa mwanzo ya kwamba wakati wote unapomwona mtu amefanya maamuzi fulani, iwe ni maamuzi sahihi au iwe ni maamuzi yasiyo sahihi, lakini nataka uelewe wakati wote unapomwona mtu amefanya maamuzi fulani, wakati wote we mwenyewe utakapojikuta umefanya maamuzi fulani, uelewe moja kati ya hivi 8 ndicho kilichosababisha ufanye maamuzi. Na ninapenda uelewe, kinachoamua ikiwa maamuzi ya mtu ni sahihi au maamuzi aliyoyafanya sio sahihi ni kile kilichosababisha afanye maamuzi. Nini kimesababisha ufanye maamuzi ndicho kinachoamua ikiwa maamuzi yako yatakuwa sahihi na utaona kucheka, au maamuzi yako hayatakuwa sahihi na utaenda kuona kulia. Hivyo elewa, hakuna mtu anayefanya maamuzi yoyote duniani ambayo hayajasababishwa na kimoja kati ya hivi 8. Ninakufundisha
Vitu 8 vinavyomsababisha mtu kufanya maamuzi, na nimekuambia kinachosababisha uamue juu ya jambo fulani ndio kinachoamua ikiwa maamuzi yako yatakuwa sahihi na utacheka au yatakuwa wrong na utalia. Kisababishi cha kwanza cha mtu kufanya maamuzi, ni vyema uwe na maarifa haya. Sababishi cha kwanza cha mtu kufanya maamuzi ni Mungu mwenyewe. Ninapenda uelewe, mtoto wa Mungu, ninapenda uelewe, msikilizaji wangu, mtu wa Mungu, ya kwamba wa kwanza anayewasababisha watu wafanye maamuzi ni Mungu mwenyewe. Ninapenda uelewe, Biblia imejibu na kuonyesha tena na tena ya kwamba Mungu ana influence maamuzi ya mtu, ya kwamba Mungu anaweza akawa chanzo cha wewe kufanya maamuzi fulani. And it is obviously, ikiwa maamuzi unayoyafanya, aliyekusukuma kufanya maamuzi hayo ni Mungu, uwe na uhakika hayo maamuzi yanaenda kuwa maamuzi sahihi na yataleta kicheko na furaha kwenye maisha yako. Na ndio maana jifunze sana kumwomba Mungu wakati wowote unapotaka kufanya maamuzi fulani. Jifunze kumwomba Mungu aingilie maamuzi yako. Jifunze kumwomba Mungu akuongoze yeye uamue namna gani. Wakati wowote unapokutana na jambo lolote na ili jambo linakutaka ufanye maamuzi, jifunze kumwomba Mungu akusaidie yeye namna ya kuamua. Hii ni kwa sababu umejifunza kwenye kipindi chetu hiki cha Kona ya Maarifa ya kwamba Mungu huwa anawasaidia watu kufanya maamuzi. Kumbuka wakati wa Yesu alipokwisha kufanya huduma duniani, na sasa mbele yake kuna kikombe cha mateso. Maandiko yanaweka wazi kabisa, Yesu maamuzi ambayo yeye angepewa nafasi ya kuyafanya angeyafanya, ilikuwa kugomea kifo cha msalaba. Aliomba mpaka kwenye maombi, Baba, ikiwa ni mapenzi yako kikombe kiniepuke. Hivyo maamuzi ya Yesu tunaona kabisa yeye maamuzi alikuwa asife kifo cha msalaba, lakini Yesu alisema, si mapenzi yangu ila ya kwako yatimie. Kwa lugha ya somo ninalokufundisha, Yesu alimwambia Mungu, sitaki mimi niamue, wewe nisukume nifanye maamuzi yapi. Na mimi na wewe tunajua Mungu alimtaka Yesu afanye maamuzi ya kufa kifo cha msalaba. Haijalishi ilionekana ngumu kiasi gani, lakini mimi na wewe tunajua baada ya kifo kile ndio mwanadamu alirejeshwa kwa Mungu. Lakini above all, Yesu akapewa jina linalopita majina yote, na kwa jina lake kila kitu kinatii. Unisikilize mtoto wa Mungu, wa kwanza ambaye anasababisha mtu afanye maamuzi ni Mungu mwenyewe. Na nimekuambia, ikiwa utaruhusu kwenda kwa utaratibu, kila unapotaka kufanya maamuzi utakumbuka kumwomba Mungu akusaidie ni maamuzi yapi uchukue, siku zote utajikuta unafanya maamuzi sahihi sana yatakayoleteza kicheko na baraka kwenye maisha yako. Namba 2, nani au nini kinamfanya mtu afanye maamuzi? Namba 2 ni mtu mwenyewe. Elewa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ni chanzo cha maamuzi. Na ukumbuke neno la Mungu linasema moyo wa mwanadamu umejaa udanganyifu. Hivyo uwe makini sana na maamuzi ambayo unauhakika sio Mungu, ni wewe mwenyewe unaamua kufanya maamuzi. Ukikumbuka neno linasema moyo wa mwanadamu umejaa udanganyifu. Moyo wako, nafsi yako vitakuonyesha ni salama lakini si salama. Baada ya kufanya maamuzi kwa kusukumwa na we mwenyewe na nafsi yako mwenyewe na moyo wako mwenyewe, wengi wamelia, wengi wamekufa, wengi wamepoteza, wengi wameaibika. Lakini nataka mimi uelewe, kisababishi cha pili au chanzo cha pili cha mtu kufanya maamuzi ni mtu mwenyewe. Lakini nimekupa angalizo,
kwamba neno la Bwana linasema moyo wa mwanadamu umejaa udanganyifu, utakusukuma kufanya maamuzi fulani, na ukiyafanya hayo maamuzi unaweza ukajikuta umelia, umejuta kwenye maisha yako. Kisababishi cha tatu cha mtu kufanya maamuzi, yani kwa nini utaona tu mtu anafanya maamuzi? Elewa, hakuna mtu anayefanya maamuzi, lazima kuwe na kisababishi. Moja, Mungu; mbili, yeye mwenyewe, moyo wake wenyewe. Lakini namba tatu ni mazingira. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe, zipo nyakati mazingira ndio yatakayo kusababisha ufanye maamuzi fulani. Mazingira fulani unayopitia yatasababisha ufanye maamuzi fulani. Uwe makini sana na msukumo wa kimazingira kufanya maamuzi. Nimeona watu ambao wametoka kwenye ndoa zao na ni ndoa za baraka tu, lakini kuna mazingira yalitokea. Mazingira yale yalipotokea, mtu alikubali sio kurudi kwa Mungu kumwomba amsaidie ni namna gani aamue. Mtu alikubali kusukumwa na mazingira kufanya maamuzi, na watu walitoka kwenye ndoa za baraka. Watu wameacha biashara ambazo zilikuwa ni nguvu ya maisha yao. Nimewahi kukutana na mtu mmoja, alikuwa akifanya biashara fulani ya mazao, na akaja mtu fulani. Kuna mazingira yalikuwa yanatokea, kuna ujenzi mkubwa ulikuwa unafanyika mahali fulani, ujenzi wa maviwanja makubwa makubwa. Huyo mtu kwa mazingira yale akashawishika kuachana na biashara aliyoifanya zaidi ya miaka 18 iliyompa jina na kujenga maisha yake. Akaachana na ile biashara kwa sababu ameona mazingira ya kwamba mbona miundombinu mikubwa inajengwa, ngoja na mimi nijiingize kwenye kusupply nondo na simenti. Na kuhakikishia kuna vitu alikutana navyo na alidondoka, mpaka ninavyosema na wewe alishapotea kwenye dunia ya mafanikio. Mkono wa Mungu uwe juu yake, na Mungu wa urejesho amrejeshe tena kwenye mafanikio yake. Lakini nilichotaka ukijua ni kwamba mazingira fulani yatatokea, na haya mazingira usipoangalia yatakuwa chanzo au sababu ya wewe kufanya maamuzi. Uwe makini sana. Kitabu cha Ruthu 1:1-5. Ruthu 1:1-5. Njaa ndio iliyosababisha Elimeleki afanye maamuzi ya kuondoka Bethlehemu ya Yuda na akaelekea Moabu. Na alipofanya maamuzi haya kwa kusukumwa na njaa, mazingira ya njaa, alienda kufa kule Moabu. Ninapenda ukumbuke maandiko, wana wa Yakobo na baba yao Yakobo, kilichowapeleka Misri ni mazingira ya njaa. Yusufu akiwa Misri, dunia yote ina njaa. Mwanzo alikuwa anakwenda kununua chakula rudi nacho nyumbani, lakini kwa sababu njaa ilidumu muda mrefu, ilidumu miaka 7, wakafanya maamuzi ya kuondoka Kanani na wakaelekea Misri. Alipokufa Farao aliyemjua Yusufu, wana wa Israeli walifanywa kuwa watumwa. Maamuzi walioyafanya, lakini maamuzi haya yalisukumwa na mazingira. Ndio nataka uwe makini sana, mtoto wa Mungu, ukijua ya kwamba mazingira yatasababisha ufanye maamuzi, na maamuzi utakayoyafanya yatakuweka kwenye tabu na mateso mengi. Jambo la 4 linalosimama kama kisababishi cha mtu kufanya maamuzi: miungu ya kishetani ya mababa. Elewa mtoto wa Mungu, miungu ya kishetani iliyoabudiwa na baba zako, miungu ya kishetani iliyoabudiwa kwenye ukoo wako, miungu hii ina tabia ya kuwafuatilia wana, ina tabia ya kuwafuatilia watoto wale mababa, wajukuu wale mababa. Lakini napenda uelewe, miungu ya kishetani huwa ina influence maamuzi. Kuna watu wanajuta, kuna watu wanalia,
lakini kilichosababisha wafanye maamuzi ambayo leo yanawasababisha walie ni miungu ya kishetani iliyoabudiwa na baba zao. Hii ndio miungu. Unapoamua uoe nani au uolewe na nani, usipoangalia ita influence. Nimekutana na watu waliacha kuoa au kuolewa na watu wema, wakaolewa na watu waliowatesa na kusababisha wafe kabla wakati, na hata wao ukiwauliza walifanyaje maamuzi, watakwambia hata waelewa walifanyaje maamuzi. Elewa mtoto wa Bwana, miungu ya kishetani iliyoabudiwa na mababa huwa inawasogelea watu na kusababisha wafanye maamuzi fulani, na maadamu ni miungu ya kishetani, uwe na uhakika ukifanya maamuzi kwa kusukumwa na miungu hii, utalia tu baada ya maamuzi hayo. Hivyo jambo la 4 linalosababisha watu wafanye maamuzi ni miungu ya kipepo iliyoabudiwa na baba zao. Uwe makini sana na hili, kugundua nini kinakusababisha au kinakusukuma ufanye maamuzi fulani. Namba 5, kisababishi cha 5 cha mtu kufanya maamuzi fulani ni mtu mwingine. Uwe makini sana na watu waliokuzunguka, mke wako, mume wako, rafiki yako, mzazi wako, jirani yako, mfanyakazi mwenzako. Elewa kwamba mtu mwingine anaweza akakusababisha ufanye maamuzi. Uwe makini sana na jambo hili. Wengi wamefanya maamuzi kwa kusukumwa na watu wengine. Utawaona watu wengine na watafanya maamuzi, au watakuambia kitu fulani, na baada ya kukuambia utafanya maamuzi. Kwa kilicho kusukuma kufanya maamuzi ni mtu mwingine. Si rahisi sana kuwa salama. Kumbuka kitabu cha Ayubu. Maandiko yanasema Ayubu akapata shida, akapoteza watoto wote, akapoteza mali yote, na yeye alikuwa na shida ya vidonda kutoka utosi mpaka unyayo wa mguu. Siku zikaendelea kwenda, miaka ikaendelea kwenda, Ayubu haponi. Mke wake mwenyewe alimwambia, mkufuru Mungu ufe. Fanya maamuzi ya kukufuru ili ufe. Fanya maamuzi ya kukufuru. Kilichokuwa kinampush Ayubu kufanya maamuzi ya kumkufuru Mungu, kama kweli ni Mungu mwaminifu, mbona hakuponyi? Mbona ameruhusu umefiwa na watoto wote? Mbona ameruhusu mali yote imepotea? Aliyekuwa na push Ayubu kufanya maamuzi ya kukufuru ilikuwa ni mtu mwingine, mke wake. Kumbuka wakati wa Ahabu, maamuzi mengi aliyoyafanya yalisababishwa na mtu mwingine, Yezebel. Yezebel ndiye aliyekuwa anasababisha Ahabu afanye maamuzi, na sehemu kubwa ya maamuzi aliyofanya yalikuwa maamuzi mabaya. Mtu wa Mungu, ninataka uelewe, wa 5 atakaye au ambaye wanasababisha mtu afanye maamuzi ni mtu mwingine. Uwe makini sana sana sana. Wa 6 au kisababishi cha 6 cha mtu kufanya maamuzi, tamaa binafsi. Tamaa binafsi. Maandiko yanasema kwenye Yakobo 1:14, Yakobo 1:14, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Tamaa. Kumbuka wakati wa Shetani, nyoka na mwanamke pale Eden. Maandiko yanasema nyoka alimuuliza mwanamke, mmekatazwa kula matunda yote? Akasema hapana, tunaweza tukala isipokuwa matunda ya mti huu. Shetani akamwambia, si kweli, ila Mungu anajua siku mtakayokula mtafanana naye. Neno la Mungu linasema mwanamke alipoona matunda yale yanatamanika machoni. Unisikilize kwa makini kabisa. Tamaa binafsi itakusababisha kufanya maamuzi fulani. Watu wamefanya maamuzi kwa kutamani. Ulioa,
Ulikubali kuolewa na mtu huyo kwa kutamani. Ulifanya maamuzi kwa tamaa, haiwezi kuwa salama. Ulifanya maamuzi ya kununua gari, akiba kidogo uliokuwa nayo, ulifanya maamuzi ya kununua gari kwa sababu umetamani gari ya mtu fulani, ukaamua na wewe kununua gari kama ile. Leo umeyumba hivi. Elewa, tamaa binafsi huwa inakuwa kisababishi cha kufanya maamuzi. Ujiadhari sana kufanya maamuzi yoyote, na ukijipima unagundua haya maamuzi unayafanya kwa tamaa. Ni kwa kuwa tu umetamani, haiwezi ikawa salama kwako. Kisababishi cha 6 cha mtu kufanya maamuzi, kisababishi cha 6 cha mtu kufanya maamuzi ni roho fulani. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe, roho au pepo wachafu itaingia ndani yako na itakusukuma kufanya maamuzi fulani. Watu wengi wamefanya maamuzi na wamelia kwenye maamuzi yale, wamekufa kabla wakati wao, hata sasa wanateseka, lakini watakuambia hata mimi sielewi kwa nini nilianza kufanya kitu hiki. Roho fulani itaingia ndani yako. Angalia mambo yaliyotokea hivi karibuni kwenye nchi ya Tanzania. Baba anambaka mtoto wake wa miezi 9 aliyemzaa mwenyewe. Baba analawiti binti yake. Kwa nini unadhani maamuzi haya ni akili yake tu? Nataka uelewe, it's a spirit, ni roho imeingia ndani yake, imemfanya afanye yale maamuzi. Angalia miaka michache watu walivyokuwa na uana kwenye nchi yetu. Mume anaua mke, mke anaua mume. Why? Amemfumania, amepata habari yuko na mtu mwingine. Lakini elewa, kilichosababisha haya mauaji afanye maamuzi ya kuua ni roho ya wivu, roho ya kifo, roho ya wivu imemsababisha ajikute ameua. Elewa, spirits huwa zinamfanya mtu afanye maamuzi. Uwe makini sana na maamuzi unayotaka kuyafanya. Jiulize mara mbili, nini kinakusukuma kufanya maamuzi? Usije ukajuta, kwa sababu ni spirits fulani iliyosababisha ufanye maamuzi hayo. Namba 8 na mwisho, nini kinasababisha watu wafanye maamuzi? Shetani. Shetani ni chanzo cha watu kufanya maamuzi. Na maana Biblia inasema mpingeni naye atakimbia. Uwe mtu wa kumpinga shetani, ukijua moja ya hatari yake, akiyasogelea maisha yako atakusababisha ufanye maamuzi. Na usisahau yeye ana kazi 3 tu: muuaji, mwizi na mharibifu. Atasababisha yeye ufanye maamuzi fulani ili moja kati ya hayo matatu yatokee kwenye maisha yako. Kumbuka kitabu cha Luka sura ya 4, Luka 4:1 na kuendelea mpaka 11, alivyokuwa anatafuta Yesu afanye maamuzi. Ni yeye alitaka afanye maamuzi ya kugeuza mkate, jiwe kuwa mkate. Ni yeye aliyekuwa anampushi Yesu afanye maamuzi ya kujitupa kutoka juu ya kinara. Mtoto wa Mungu, nataka uelewe, shetani ni moja ya sababu ya watu kufanya maamuzi. Na maadamu haujawa makini, umeruhusu shetani awe sababu ya wewe kufanya maamuzi, utalia, utapata tu tabu. Hivyo mpinge, usimpe nafasi ya kuwa yeye ndio kisababishi cha wewe kufanya maamuzi, kwa sababu haiwezi ikawa salama. Asante kuwa na mimi katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, na leo ulikuwa unapata maarifa ya nguvu ya maamuzi sehemu ya 2, na tulikuwa tukiangalia visababishi 8 vya mtu kufanya maamuzi, nikikueleza kwamba maamuzi yoyote unayoyafanya, wanayofanya mtu, yana chanzo chake au kisababishi chake. Kama umenisikiliza kwa makini, wakati wote ukitaka kufanya maamuzi sahihi, hakikisha unamuhusisha Mungu. Hakikisha unaomba unamuhusisha Mungu, awe sehemu
ya maamuzi unaotaka kuchukua, na ukiweza kuwa makini kwenye maarifa niliyokupa, hautakuwa mtu anayekosea kufanya maamuzi na kujuta. Daima maamuzi yako yatakuwa ya baraka, na utaona kufurahi, utaona mema kwenye maisha yako. Asante kunisikiliza kwa dakika chache. Ninataka niombe na wewe mahali ulipo. Mwamini Mungu, maombi ninayokuombea kwa ufupi yatakuwa na matokeo makubwa kwenye maisha yako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya mtu wako huyu ambaye leo umemfundisha visababishi 8 vya kuamua. Ninaomba umsaidie, ninaomba umlinde, na kisababishi chochote ambacho kikimsukuma kufanya maamuzi atajuta, atalia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova Mungu mwema, Mungu mwaminifu, sasa ninaomba umuongezee mtu wako huyu neema ya kwamba maamuzi yoyote anayotaka kuyafanya, we mwenyewe Mungu uwe sehemu ya maamuzi hayo. Maana Biblia imetuonyesha waliotutangulia wakati wa maandiko, kabla ya kuamua chochote walikushirikisha, na ni wewe uliwasukuma kufanya maamuzi waliyofanya, na wote walioishi hivyo waliona kufanikiwa na kushinda walipokuwapo hapa duniani. Asante kwa maarifa uliotupa, Bwana. Asante kwa kuwa ni wewe utawasaidia watu wako kuweka kwenye matendo maarifa haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen, tena amen. Asante mtoto wa Mungu kuwa na mimi katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa. Mpaka tutakapoonana wakati mwingine, ninakuacha kwenye mikono ya Mungu. Endelea kufuatilia vipindi hivi na vipindi vingine vyote ninavyoviachilia kwenye channel ya YouTube ya Jokrim TV. Endelea kuwajulisha na wengine. Zaidi sana usisahau kusubscribe ili unapewa taarifa wakati wowote kazi mpya inapoachiliwa. Mungu akutunze, akupe mema mengi. Ulikuwa nami mtume na nabii Joshua Krisi. Mpaka tunapoonana wakati mwingine, ninakuaga nikisema bye bye.